الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. لقد أسلفنا في الجمعة الماضية ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. السبب الأول تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والثاني التوبة النصوح، والثالث خشية الله في السر والعلانية. ويكون الحديث في هذه الجمعة من السبب الرابع وما يليه، ألا وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Watukufu wa imani, tumetanguliza katika juma iliyopita tukiwa katika mazungumzo ya sababu za msamaha, sababu zinazopelekea mja kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Tumetanguliza katika juma ya wiki jana sababu tatu. Ya kwanza ikiwa ni uchamungu kwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo, na ya pili ikiwa ni tauba ya kweli ya kuacha maasi na kukoma kabisa, na sababu ya tatu katika yaliyopita Waislamu ni uchamungu katika siri na waziwazi. Yani Muislamu awe ni mcha Mungu katika hali ya dhahiri na hali ya siri, asiwe mwema katika dhahiri yake. Anapokuwa na wenzake ni mwema, lakini anapokuwa peke yake au mahala ambapo hajulikani, anapopata faragha, akawa ni mwenye kumaasi Allah tabaraka wa taala. Sasa kuna ibada nyingine nzito, nayo ni uchamungu katika siri, pale unapokuwa wewe tu, Allah peke yake ndiye mwenye kukuona. Uyawache yale yaliyokatazwa na Allah tabaraka wa taala katika hali ya siri, umeyawacha kwa ajili ya Allah, kwa sababu ni hali nyingine tofauti. Unapokuwa na wenzio unaweza wewe ukaona haya
kwa sababu watu wanakuona, na tumezungumza katika yale yaliyopita tukaeleza na mifano kwamba mtu anaweza kadhihirika na madhari mazuri kwa sababu uko ndani ya watu, lakini anapokuwa peke yake anakuwa ni muovu mno. Hali hii ya uchamungu katika siri ni sababu miongoni mwa sababu za kufutiwa Waislamu. Lakini njooni leo katika sababu ya 4 na zile ambazo zitafuatia kulingamana na muda. Katika mazungumzo haya nachagua, na sababu hizi ni nyingi mno, lakini tunachagua sababu zile ambazo ni nzito mno na zinakuwa ni zenye kuchukua zile zingine ambazo ni ndogo ndogo. Sasa hizi ni sababu mama, ummahatul asbab, sababu kuu ambazo zikifanyiwa kazi zile zingine zilizobaki automatically zinaingia katika hizi kubwa. Ukianzia kwa uchamungu, ukaja kwa tauba, ukaja kwa uchamungu katika hali ya siri, ingia katika sababu ya 4. Surati Al-Imran aya ya 31. Sababu ya 4 Waislamu, miongoni katika sababu za kusamehewa na Allah tabaraka wa taala ittiba'ur rasul, ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kila kitu kinachoitwa ibada. Kumfuata Mtume na kushikamana na mwenendo wake na sunna zake ni katika asbabil maghfira. Allah tabaraka wa taala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah, in kuntum antum ayuha almuslimun, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa hii ni sharti, ikiwa nyie Waislamu munampenda Allah tabaraka wa taala, fattabi'uni. Mtume anaambiwa na Allah, waambie waumini, ikiwa mnampenda Mola wenu Allah tabaraka wa taala, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume wenu. Kwa kumfuata mtume kuna matokeo makubwa. Yuhibbukumullahu, Allah naye atawapendeni. Kwanza, wayaghfir lakum dhunubakum, la pili, baada ya yeye Allah kuwapendeni nyie kwa sababu mnampenda, na alama ya kuonyesha ya kwamba mnampenda Allah ni kumfuata mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na sunna zake. Allah tabaraka wa taala atawapendeni nyie, kisha Allah tabaraka wa taala atawafutieni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah tabaraka wa taala ndiyo mwingi wa kusamehea na ndiyo mwingi wa kuhurumia waja. Al-Imamu Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema, al-Allama Ibn Kathir, hadhihi al-ayatu hakimatun ala kulli man da'a mahabbata Allahi وليس هو على الطريقة المحمدية، بل هو كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله كما ثبت في الصحيح
man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Al-Allama Ibn Kathir anasema hadhihi aya hii ya suratu Al-Imran, aya nambari ya 31, inayosema ya kwamba Allah alimwambia mtume, waambie waumini kama wananipenda mimi Allah wakufuate wewe Muhammad, wakikufuata na mimi nitawapenda, nitawafutia madhambi yao. Na ndio topiki yetu, ndio maudhui yetu, sababu za msamaha. Lakini kwa faida, mwanachuoni Ibn Kathir anatuambia hadhihi al-ayatu hakimatun, aya hii ndiyo mizani ya kipekee, aya hii ndiyo hakimu kwa yoyote yule atakayedai ya kwamba yuampenda Allah, yuampenda mtume. Kumbuka, kumpenda mtume lazima mpende Allah, kwa sababu mapenzi ya mtume yanafuata mapenzi ya Allah. Lazima wapende wote wawili, na mapenzi yao yameshikana. Ya mtume yanafuata ya Allah. Ya Allah ili yapatikane ni umfuate mtume. Ukimfuata mtume, automatically wewe unampenda mtume. Ibn Kathir anasema hii ndiyo mizani ya kipekee, kipimo cha kipekee, kioo ya kujiangalia nayo wewe kama Muislamu. Wewe kama wewe, atilia mbali watu, wewe wataka kujua ya kwamba wampenda Allah, wataka kujua kuwa unampenda mtume, mizani ya kutumia kupima anayempenda mtume na anayempenda Allah na asiyewapenda hawa wawili, al-ittiba'u fattabi'uni, ni kule kufuata. Vipi hali yako wewe? Kaifa haluka ma Allah, kaifa haluka ma rasulillah? Hal anta idha balagaka anna Allah harrama kadha wa kadha, hal tuharrim? وإذا بلغك أن الله أحل كذا وكذا هل تحلل؟ vipi hali yako wewe na Allah? Je, wewe wafuata? Ukiambiwa Allah amekataza wakatazika, ukiambiwa Allah ameamrisha waamrika wewe, au wajadili? Unapoambiwa mtume amesema wakubali, wasalimu amri. Unapoambiwa mtume alikataza, je, wakatazika? Ibn Kathir anasema yoyote atakayedai ya kwamba yeye yuampenda Allah ili hali wakwenda kinyume, hayuko katika mfumo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika matendo yake, katika maneno yake, katika hali zake kwa ujumla, hayumo katika mfumo wa mtume, fa huwa kadhibun, mtu huyo ni mrongo fi nafsi al-amri, katika jambo hili la kupenda ni mrongo. Paka lini? Hatta yatabia, paka siku ile atafuata ash-shar'a al-muhammadiyya, sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa dina an-nabawiyya, na aifuate dini ya mtume. Hiyo ndiyo siku ambayo utaingia katika listi ya wale wenye kumpenda Allah na kumpenda mtume, ili uweze kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Allah ili akupende, ili Allah akusamehe, lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Irbad bin Sariya ambayo ni sahihi kulingamana na ulama wa hadithi,
Irbad bin Sariya katika maswahaba anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya swala ya alfajiri alitupa mawaidha mazito mno, mawaidha mazito. Watu wakalia, nyoyo zikaingia hofu. Mmoja katika waliokuwepo akasema, ya Rasulullah, mawaidha ya leo sio ya kawaida, ni kama vile ni mawaidha ya mtu ambaye yuaga wenzake. Mimi nahisi hivyo ya Rasulullah. Sasa ikiwa ni hivyo nilivyofahamu ya kwamba mawaidha yako ya leo ni mawaidha ya mtu ambaye yuaga, anatupa goodbye, basi nakuomba ya Rasulullah, faausina, tupe wasia, angalau tuusie. Ikiwa mawaidha haya ni ya mwisho, tupe naswaha ya Rasulullah. Hadithi mashuhuri, Mtume akasema, na wausieni kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza, usikum bitaqwa Allah, na wausieni waislamu kumuogopa Allah kwa kuacha yaliyokatazwa na kutekeleza yaliyoamrishwa. Wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwisho wa maisha yake. Mtume akasema, na muwe ni watiifu katika kiongozi wenu. Mtini kiongozi. Kiongozi hapa ni kiongozi, mtawala Muislamu anayetawala Kiislamu, amesimamisha sheria ya Allah kwa watu, ametekeleza amri ya Allah, na yeye maadama amemtii Allah anatakiwa kutiiwa. Mtume anasema, wa in kana abdan habashiyan, hata kama kiongozi huyo atakuwa ni mtumwa tena mhabeshi, sio katika nyie Waarabu, mtini maadama ametii Allah. Kisha Mtume akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, yule atakayepewa umri baada yangu akaishi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona mitafaruku mingi, watu watakuja kutofautiana huko mwisho. Mumeona leo hali ilivyo, kila mmoja yuwajua, kila mmoja ndio yuko sawa. Mtume akasema, fa'alaykum bisunnati, hapa ndio mahali shahidi. Fa'alaykum bisunnati, shikamaneni na sunna yangu. Wasia wa Mtume, shikamaneni na sunna yangu, shikamaneni na mwenendo wangu, amri zangu zishikeni, zifanyeni kazi, makatazo yangu katazikeni. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin, na mwenendo wa makhalifa wanne waongofu. Tamassaku biha, Mtume anasema shikamaneni nayo, shikamaneni, sio shikeni. Kuna tofauti ya amsiku na tamassaku. Tamassaku ina ziada, shikamaneni nayo. Wa'addu 'alayha binawajidi, umeni kwa meno yale ya mwisho ya magego. Ni kinaya ya kuonyesha uzito wa Muislamu kushikamana na sunna, piga ua asife isipokuwa yeye ni Muislamu mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema, wa iyyakum, tahadharini mno, wa muhdathati al-umuri, na mambo yaliyozushwa, bid'a. Mtume ndiye anasema, hadithi sahihi, Mtume ndiye anasema shikamaneni na yale yangu na mujiepushe na yale yasiyokuwa yangu. Wa iyyakum wa muhdathati al-umuri fa inna kulla muhdathatin bid'atun. Mtume ndiye anasema jiepusheni na uzushi, kila uzushi ni bid'a.
wa kullu bid'atin dalalatun, na kila uzushi ni upotofu. Waislamu kumfuata mtume na kushikamana na sunna ya mtume na kutosikiliza mtu yoyote isipokuwa mtume katika jambo la dini. Mtume anasema, Allah anasema, hivi ndivyo walivyofahamu wema waliotangulia. Wasioyajua wale, haiwezi kawa dini leo. Topiki nyingine hii kubwa. Alhasil, kinachotakiwa hapa ni kwamba sababu yetu ya 4 miongoni mwa sababu nzito, ukikhalifu huna msamaha. Mzushi katika madhara ya uzushi, katika madhara ya bid'a, sikiliza vizuri, mzushi hana msamaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka sharti ya kusamehewa ni uwe unamfuata nani? Unamfuata mtume. Ukimkhalifu mtume huna msamaha. Pamoja na kutokubaliwa amali yako ile ilikhalifu mtume, pia husamehewi. Umeweka kizuizi katika madhara ya uzushi, inazuia msamaha wa Allah. Dhambi katika madhambi makubwa. Waislamu, sababu ya 4, ittiba'ur rasul, kumfuata mtume. Sababu ya kwanza, takwa Allah, kumcha Allah. Ya pili, tauba ya kweli. Ya 4, kumcha Allah katika siri, pale unapokuwa peke yako wewe wamuogopa Allah. Unapokuwa katika faragha, huna mtu, ni wewe tu, unamuogopa Allah, ibada nzito. Ya 4, kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lolote usilolijua uliza, mtume anasemaje hapo? Linajulikana kule kwa mtume, halimo achana nalo. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa baraka wa an'ama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Waislamu, tumesema kwamba tuna sababu ambazo zinaitwa sababu kuu. Sababu hizi zina umuhimu mkubwa mno katika maisha ya Muislamu, ili aweze kufutiwa na kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Sababu ya kwanza ikiwa ni ucha Mungu. Sababu ya pili, tauba ya kweli. Sababu ya tatu ni ucha Mungu katika hali ya siri, unapokuwa wewe peke yako katika faragha yako, uko mahala hamna akujuae. Manake hizi ndio sehemu ama ndio mitego ya sheitani. Mara nyingi mtu anapokuwa faraghani au anapokuwa mahala hamna anayemjua anavyodhania yeye, mtu anakuwa mwepesi kumuasi Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah halali, Allah jicho lake hata kusiria, anaona kila kitu. Tunatakiwa kuyaleta hayo katika maisha yetu. Sababu ya 4, Waislamu, ambayo tumeizungumza sasa hivi, ni kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili linatusukuma sisi kama Waislamu kutaka kumjua huyu mtume, kwa sababu tutashikana vipi na sunna zake wakati hatumjui? Inatusukuma kutaka kujua sasa sunna ni zipi na zisizokuwa sunna ni zipi, ili tushikamane na sunna na tuepuke uzushi. Hii inakuwa ni changamoto kwetu sisi. Lakini Waislamu, hebu tuende katika sababu ya 5, ambayo ni nzito zaidi. Ikikosekana, zote zilizotangulia hazina kazi. As-sababu al-khamis wa huwa a'zamu al-asbab law faqadahu al-muslimu
lam tanfa'uhu ma sabaqa min al-asbab ma a'zamahu ala wa huwa al-muhafazatu ala as-salawati al-khams. Wa min huna fashila al-kathir min al-muslimin wal-'iyad billah. Ma'a al-asaf ash-shadid عجز المسلمون عن قضاء أو عن أداء الصلوات المفروضة. Waislamu, sababu ya tano ni nzito. Hata lau kama utaleta zote zilizotangulia ukafeli hapa, umekwenda na maji. Sababu yenyewe ni kuhifadhi swala tano kwa siku yako. Kuzihifadhi swala zote tano za faradhi ni sababu mama, miongoni mwa sababu za kufutiwa madhambi, ikiwa ni sababu kuu. Ukikosa umeangamia. Kuhifadhi swala tano, sio Ijumaa mpaka Ijumaa, sio Ramadhani mpaka Ramadhani. Swala tano za faradhi zipo. Hadha sualu yadrahuhu kullu muslimin ala nafsihi, hal ana usalli fil yawmi 5 salawat? Kila mmoja katika Uislamu, mume mke, ajiulize. Achilia mbali watu wengine, wewe mwenyewe hapa, kwa sababu wewe ndio mwenye kuulizwa. Allah anasema kullu nafsi bima kasabat rahina, kila nafsi ataletwa na yale aliyoyachuma. Katika aya nyingine katika suratul Kahfi Allah anasema wa kullu insani, kila mwanadamu apende asipende, alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Sisi hatuna ujanja wa aina yoyote. Allah anasema kila mtu siku ya kiyama nitamletea matendo yake. Lazima alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Ulama wa tafsiri wanasema matendo yako yatakulazimu kama vile mkufu unavyomlazimu aliyeivaa shingoni. Hautoki mpaka avue yeye, asipovua inabaki. Matendo yetu yatakulazimu hivyo siku ya kiyama. Hakuna pa kutorokea. Kisha upao kitabu, akaambiwa soma kitabu chako mwenyewe. Angalia ulivyofanya. Wewe ulikuwa staa, sio? Ulikuwa mjanja. Angalia kitabu chako, soma leo wewe mwenyewe. Waislamu, hizi balaa zote Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Huraira ambayo iko kwa sahihi zote mbili, Mtume anatupa picha namna gani swala zote tano, sio swala ya kutegeka Friday to Friday. Bado hujaswali, ukae ukijua swala ya Ijumaa mpaka Ijumaa hujaswali bado. Aya, msikilize Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira anasema araaitum law anna nahran bibabi ahdikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, 5 walaysa marratan wahida, 5 marrat. Mtume anasema mnaonaje? Anazungumza na maswahaba, anawapa picha iliyo hai, kwa sababu wakati mwingine mwalimu anatumia mifano ile wanafunzi wamuelewe. Mtume kwa sababu ni mwalimu wa umma,
na ni mwalimu hodari. Mtume akawaambia maswahaba, munaonaje lao kama mmoja wenu ana mto inapita mbele ya mlango wake, pale anapoishi nyumbani kwake, mbele ya mlango kuna mto, maji masafi yanapita. Yule bwana ambaye mto inapita mbele ya nyumba yake yuaoga katika maji yale kila siku mara 5, kila siku mara 5, sio mara moja. Rekebisha hiyo swala yako ya Ijumaa mpaka Ijumaa, rekebisha. Mtume anasema, na katika pointi ya 4 tumezungumza kumfuata mtume. Sasa mtume anakuambia 5 marat, yule mtu anaoga mara 5. Mtume akawauliza maswahaba, hal yabqa min daradihi shay'un, je, mtu yule aliyeoga mara 5 kwa siku, hivi itabakia katika uchafu wake chochote? Darani hapa ni uchafu, yani je, itabakia uchafu katika mwili wake aliyeoga mara 5 na anaoga vizuri na maji masafi? Maswahaba wakasema, la yabqa min daradihi shay'un, mtu huyo ya Rasulullah haiwezi kabaki chochote katika uchafu wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba, fadhalika mithlu salawati al-khams, huo ni mfano nimewapa, ni picha ya swala 5 za faradhi, zinamsafisha Muislamu kama vile yule aliyeoga mtoni mara 5 na mto uko karibu na nyumbani, hachafuki. Anatoka nyumbani anaingia mtoni, anatoka mtoni anaingia nyumbani. Aliyeswali mara 5 Waislamu habaki na chochote katika dhambi. Ndio maana ya hii hadithi. Mtume akawaambia, fadhalika mithlu salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah yuwafuta madhambi ya waja kwa kupitia swala 5. Mtume ameishia hapo? Hapana. Katika sahihi Muslim hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ya Abi Huraira katika sahihi Muslim, as-salawatul khams, swala ngapi? 5. Wewe una ngapi? Friday to Friday, Ramadan to Ramadan. Mashaallah, umefeli. Mtume anasema as-salawatul khams, swala 5, wa Ramadan ila Ramadan, wal jum'atu ila al jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Swala 5 na Ijumaa paka Ijumaa na Ramadhani paka Ramadhani, hizi zote ni ibada za kufutiwa au ni sababu ya kufutiwa madhambi yaliyotokea baina ya ibada hizi, kwa sharti usiwe umefanya dhambi kubwa. Na tushawahi kueleza kwamba dhambi kubwa lazima ulete tauba ya kweli. Usije ukaenda wewe ukachukua riba huko ukadhani kwamba utaswali swala 5 yaishe, hayaishi. Usije ukashirikisha ukadhani kwamba utaswali swala 5, kwanza hutoswali. Ujue hatari iliyopo katika madhambi hayo makubwa, yatakuwa ni sababu na kizuizi ya kutoswali, na watu wengi wameshindwa kuswali. Waislamu, maudhu haya ni makubwa na ni marefu, lakini mimi nayazungumza kwa kuchagua zile sababu ambayo ni mama. Nitakomea hapa kwa khutba ya leo, lakini tukumbuke sababu ya kwanza ni takwa Allah, ucha Mungu. Sababu ya pili ni tauba ya kweli. Sababu ya tatu ni ucha Mungu katika hali ya upweke. Unapokuwa peke yako, wewe ni mcha Mungu. Unapokuwa peke yako, unapokuwa pale ujulikani, wewe ni mcha Mungu. Sababu ya 4 ni kushikamana na sunna. Wewe ni mtu wa bid'a ama wewe wamfuata mtume. Sababu ya 5 katika khutba ya leo
ni kuhifadhi swala 5. Jiulize, je, wewe unazo swala 5? Kama hunaanza sasa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu anil khulafa'ir rashidin wa an baqiyati as-sahabati ajma'in. Allahumma fa'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية يا رب العالمين. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أهلك عدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى جميع المسلمين واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.